Taharuki ilitanda nchini Israel baada ya king'ora cha tahadhari kusikika katika maeneo mbalimbali, huku jeshi la walinzi la IDF likijaribu kuyazuia makombora hayo yaliyorushwa kutoka Iran. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha makombora yakipita angani juu ya eneo la ukingo wa Magharibi West Bank yakielekea Israel. Shambulio hilo limeelezwa kuwa la kwanza la moja kwa moja kutoka Iran kuelekea Israel tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili 26. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuyadungua baadhi ya makombora hayo, huku ving'ora vya tahadhari vikisikika katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Iran imesema hatua hiyo ni jibu kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo yanayohusishwa na Hezbollah mjini Beirut, Lebanon. Serikali ya Iran imeonya kuwa itaendelea kujibu ikiwa mashambulizi dhidi ya washirika wake yataendelea. Walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC wametoa onyo kali kwa Israel wakisema lazima isitishe mashambulizi yake nchini Lebanon. Aidha, wameonya kuwa ikiwa Israel itaongeza mashambulizi au kujibu hatua ya Iran, itakabiliwa na mashambulizi makubwa zaidi ambayo yatakuwa na athari kubwa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa tukio hili linaweza kuhatarisha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yameleta utulivu wa muda katika eneo la Mashariki ya Kati. Mataifa mbalimbali duniani yanafuatilia kwa karibu maendeleo haya, huku kukiwa na hofu ya kuzuka vita vipya vya kikanda. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi za majeruhi au uharibifu mkubwa uliosababishwa na makombora hayo, lakini hali ya tahadhari imeendelea kutawala nchini Israel na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Dunia sasa inasubiri kuona hatua itakayochukuliwa na Israel pamoja iwapo juhudi za kidiplomasia zitafanikiwa kuzuia mzozo huu usigeuke vita kamili vya kikanda. Hii ni NNJ TV, mimi ni Abdul Majid. Endelea kuwa nasi kwa taarifa za haraka za hivi punde Mashariki ya Kati.